Niseme tu jambo moja, kuna mtu mmoja usiku wa leo ambaye ninajua katika wengi watakaookoka yuko mmoja ambaye inawezekana kwa muonekano wa kawaida ni mtu wa kawaida, lakini huyu mtu ni jitu katika roho. Sijajua kama umeelewa nilichosema. Wakati fulani, wakati Yesu anawaambia wanafunzi wake tuvuke mpaka ng'ambo, wakapanda kwenye chombo. Hawakujua wanavuka ng'ambo kwenda kufanya nini, lakini Yesu aliyewaambia tuvuke mpaka ng'ambo alikuwa amemuona tayari katika roho mtu anayemfuata ng'ambo. Na Biblia inasema wakiwa katika safari ya kwenda, wakifika katikati, kile chombo walichokuwa wamekipanda Yesu pamoja na wanafunzi wake kikapigwa na mawimbi. Kwa sababu gani? Adui alikuwa anajua wakifika ng'ambo kuna mtu atamkuta. Sasa nikawa na tafakari katika mambo yote yanayoendelea tukiwa katikati ya chombo hichi tumekipanda, mawimbi yalipokuwa yanapiga, nikakumbuka yule aliyekutwa na Yesu kule. Nabii inasema alikuwa na pepo wengi na Yesu akamtoa wale pepo, na unafahamu yule mtu alienda kuwa muinjilisti kwenye mji wake na akahubiri ule mji, watu wote wakaokoka. Ninasikia kutabiri kwa neno la Bwana ya kwamba kuna mtu amekaa kwenye kiti hapa na kwenye ibada hii, katika haya mawimbi yote tulikusudiwa tusifike ng'ambo, lakini kwa ajili yako tumefika katika jina la Yesu. Na ninaomba kwa neema ya Bwana, miaka mingi michache inayokuja kuanzia sasa, ninaona kuna mtu atasimama, atashuhudia, atasema usiku ule wakati watumishi wa Mungu wakiimba, wakati wanasema mimi ndiye niliyeokoka katika usiku ule, alafu sisi tutaangaliana, tutasema aha, kumbe ni huyu ndiye aliyetusumbua mpaka umeme ukakatika, kumbe ndi huyu ndiye aliyetusumbua mpaka hivi vyote vikatokea. Na ninaomba huyo mtu atakuwa ni wewe katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Kama ni wewe ungesema amen nzuri kwa jina la Yesu. Niruhusu niseme maneno ya Bwana kwa dakika chache. Kitabu cha Yohana sura ya 5, nitafundisha kuanzia ule mstari wa 2 na kusudia kukufundisha. Naomba ukae unisikie tafadhali. Ninamshukuru Mungu, pia ninatuma salamu kutoka kwa familia yangu kutokea Dodoma. Ninamshukuru Mungu, wanajua kwamba niko hapa na wanawasalimia sana katika jina la Yesu. Kama unapokea sema amen. Amen. Nashukuru sana kwa ajili ya kupokea salamu hiyo. Kitabu cha Yohana sura ya 5, nitaanza kusoma kuanzia ule mstari wa 2. Anasema, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda. Anasema nayo ina matuo 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Anaorodhesha, anasema vipofu na viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Mstari wa 4 natamani uanze kunishika kwa sababu ndipo moyo wangu unatoka hapo. Mstari wa 4 anasema, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka. Kama Biblia ni ya kwako, hilo neno analoanza kusema kwa maana kuna wakati ambapo, hapo ndipo napotaka upapigie mstari. Anasema kwa maana kuna wakati ambapo malaika huanza kushuka. Anasema malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa katika hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka nikufanyie nini? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja kuna mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni siku ya Sabato. Kama umepokea neno la Bwana sema amen. Niruhusu nisome andiko la 2, alafu nitakuwa naanza kusema na wewe kitabu cha Mhubiri sura ya 9 na ule mstari wa 11. Niruhusu kwa neema ya Bwana nisome andiko hilo tena, kitabu cha Mhubiri sura ya 9 mstari wa 11. Moja kati ya maandiko ninayoyapenda, ambayo Mungu alitumia andiko hili kubadilisha kabisa moyo wangu na mtazamo wa maisha yangu. Anasema, nikarudi na kuona chini ya jua
ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si watu waliohodari washindao vitani, wala wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo. Lakini angalia neno la mwisho, anasema lakini wakati na bahati huwapata wote. Wakati na bahati huwapata wote. Ukirudi kwenye Yohana sura ya 5 mstari wa 4, anasema maana kuna wakati malaika hushuka. Maana kuna wakati. Ukirudi Mhubiri 9:11 kwenye paragrafu ya mwisho kabisa, anasema lakini wakati na bahati huwapata wote. Na kutoka kwenye maneno haya, acha nikufundishe somo linalosema the mysteries of time and chance. Siri za wakati na bahati, the mysteries of time and chance. Kama ni wewe utaniambia amen. Na ikiwa unanisikiliza kwa mara ya kwanza, tafadhali, ikiwa umebeba amen, nitafurahi kuisikia amen. Kama hujaisahau niambie amen. Alright, kumbe mko pamoja na mimi. Siri za wakati na bahati, time and chance. Tunapoongea kwa habari ya wakati, natamani nikupe picha mbili ambazo zitakusaidia. Biblia inapoongea kwa habari ya wakati, utakuja kugundua kwenye tafsiri ya Kiswahili iko limited kidogo, inaandika wakati. Lakini unaposoma maandiko haya, unaposoma kwenye Biblia, mahali popote unapoliona neno wakati, huwa limekuwa limegawanyika kwenye makundi makubwa mawili ambayo natamani nielezee. Unaposoma Biblia unaona neno wakati, kuna mambo mawili kimsingi yanayoongelewa. Jambo la kwanza ni kinaongelewa kitu kinachoitwa Kronos. Kronos ni neno la Kigiriki ambalo linatafsirika kama wakati unaohesabika. Kwa unapoona Biblia imeandika wakati, kuna mahali itaandika Kronos, kwa maana ya wakati unaohesabika. Tunasema wakati unaohesabika, tunamaanisha kitu gani? Wakati unaohesabika ni ule wakati ambao tunaweza kusema, tunasema sasa hivi ni saa 7 na dakika 46. Maana yake tumeweza kuhesabu dakika, na dakika zinazaa saa, na saa zinazaa masaa, masaa yanazaa siku, siku zinazaa wiki, wiki inazaa mwaka. Kwa hiyo huu ni wakati ambao kwenye neno la Kigiriki la Kiyunani, nimeazima ili neno, inaitwa Kronos. Kwa tunaposikia Biblia imeandika wakati, ni ule wakati unaohesabika, ambapo kimsingi huu wakati unaohesabika ni wakati muhimu sana ambao Mungu ameuweka kwenye maisha ya wanadamu, ambao huu wakati ndio huwa unaanza kutengeneza wakati wa pili nitakaoutaja, ambao huu wakati huwa hauhesabiki. Tunaposema Kronos, tunaongea mahali ambapo Mungu amempa mtu siku, Mungu amempa mtu dakika, Mungu amempa mtu masaa, Mungu amempa mtu wiki, Mungu amempa mtu miezi, Mungu amempa mtu mwaka. Kwa hiyo mtu kwa hiari yake katika wakati huu unaohesabika anaanza kuipanga kesho yake, anataka iwaje. Kama ni wewe sema amen. Anaanza kuipanga kesho yake, anataka iwaje. Maana yake maamuzi unayofanya ndani ya wakati unaohesabika yataamua tukio litakalo kukuta kwenye wakati wa pili. Na nimekwambia eneo la kwanza, ukiona Biblia imeandika wakati, imeandika kwa habari ya Kronos. Lakini eneo la pili ambalo natamani nilione, unaposoma neno wakati kwenye Biblia, kuna tafsiri ya Kiyunani ama neno la Kigiriki linaitwa Kairos. Kairos maana yake ni the right or critical moment. Kairos ni ule wakati ambapo kitu kinatokea kwa njia ya ghafla. Yani kitu kinatokea, yani wakati wa mama kujifungua unapofika, ile miezi 6, yani hana namna nyingine zaidi ya kujifungua, kwa sababu Kairos yake imefika. Lakini atajifungua mtoto wa aina gani? Atajifungua kwenye mazingira ya namna gani? Huu wakati hauamuliwi na hicho kinachotokea cha ghafla. Huu wakati unaamuliwa na ule wakati uliokuwa unahesabika. Maandalizi yaliyoyafanya yataamua namna ya kile atakachokizaa kitakuwaja. Nikawa nasoma mahali fulani kwenye mfano wa mbegu ya mbuyu. Kuna msemo fulani wa Kiswahili tunasema hata mbuyu ulianza kama mchicha, lakini tunajua mbuyu ni mtu mkubwa sana wenye uwezo wa kuishi miaka mingi. Lakini ni vizuri tujue, nilikuwa nasoma mahali fulani wakawa nasema mbuyu unapopandwa miaka mitano, karibu miaka 5 na kitu,
huwa hauonekani matawi yake wala hauonekani kichwa chake, ila ile miaka 5 unazidi kwenda chini, unazidi kwenda chini, unazidi kwenda chini. Maana yake mizizi yake inajishika chini. Ni kitu gani kinachotokea katika wakati huo? Maana yake katika zile nyakati zinazohesabika Kronos, katika zile nyakati huu mbuyu unajijenga kwa ajili ya wakati usiohesabika Kairos. Baada ya miaka 5 inapofika, tunaona mbuyu ndani ya miezi 6 wanasema unaweza ukakua kufika kiwango ambacho mtu asingetarajia mti unaweza kukua namna hiyo. Lakini kitu kikubwa kilichosababisha ule mbuyu ukue kwa haraka, kimsingi sio hicho kinachoonekana, lakini ni kile kisichoonekana ambacho kilienda chini kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Niko hapa kuongea na mtu fulani ya kwamba katika wakati Mungu aliokupa, wakati utakaoitengeneza kesho yako, ni ule wakati tusiouona, ni ule wakati ambao haupigiwi makofi mbele za watu, ni ule wakati umekaa kwenye chumba cha siri peke yako. Unapoona hili tukio limetokea, hii ni Kairos, lakini uwe na uhakika katika hili tukio kuna wakati ambao haukuonekana. Watu walikaa kwenye maombi, watu walijiandaa kifedha, watu walijiandaa kimafundisho, watu walijiandaa kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo leo tunafurahia tukio hili moja ambalo ni mfululizo wa matukio mengi yaliyotengenezwa nyuma. Ngoja nikwambie kitu fulani. Wewe umekaa hapo, inawezekana una picha ya mahali ambako bado hujafika. Ninataka nikwambie huko unakotaka kufika utafika, lakini kwanza tulia katika mchakato wa Mungu ili akutengeneze uwe kile kitu ambacho Mungu anataka uwe, katika jina la Yesu. Na ninajua ninaongea na vijana wa kizazi changu ambao ni kizazi kinachoamini katika mambo ya ghafla kutokea, ni kizazi kinachoamini katika vitu vya ghafla kutokea kwenye maisha yetu. Ngoja nikwambie, watu wakuu hawatengenezwi ghafla. Kama kuna mtu ananielewa niambie amen. Kama kuna mtu ananielewa niambie amen. Watu wakuu hawatengenezwi ghafla. Watu wakuu ni matokeo ya kukaa na kupikwa, ni matokeo ya kuanguka na kuinuka na kufanya tena, ni matokeo ya kujinidhamisha, ni matokeo ya kukaa mahali pa kuto kuonekana. Na inawezekana Mungu amekupa neema ya kukaa kwenye chuo ulichokaa hapa sasa. Inawezekana Mungu amekupa neema, wewe ni kijana, upo katika ule mchakato tunaita mchakato wa kujitafuta, ambao haupendezi sana kwenye macho ya watu. Unaona kuna watu wameshafika kwenye Kairos yako. Jambo utajitendea haki usiku wa leo, heshimu Kronos yako, kwa sababu hiyo ndio itakayoamua aina ya Kairos utakayokuwa nayo. Wale waliofika kesho yao, mtukuze Mungu kwa ajili yao, usione wivu kwa ajili yao, lakini usifanye kosa la kutoka kwenye nafasi yako na kutaka kuiishi kesho kabla kesho yako haijafika. Vumilia mpaka wakati wa kuzaa maono yako utakapofika. Utazaa kitu ambacho kitaishi kuushangaza ulimwengu. Kama kuna mtu wa maono angeniambia amen, katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ambayo nimetamani uione, wakati huu umegawanyika kwenye maeneo makubwa mawili. Lakini jambo la pili ambalo natamani ulielewe kutokea kwenye hayo maandiko, kabla sijaanza kuyachambua, kila mtu amepewa wakati ambao umeambatana na fursa ndani yake. Everybody has been given a time with a chance, with an opportunity. Amepewa nafasi, kila mtu amepewa nafasi regardless, yani bila kujali wewe umetokea background ya namna gani, bila kujali wewe umetokea wapi, bila kujali, kila mtu amepewa wakati. Na ndani ya wakati kuna package nyingine Mungu anaiweka, inaitwa fursa. Ndio kile kitabu cha Mhubiri sura 9 mstari wa 11, utaona anaongea kitu ambacho ni kama ni tofauti na mitazamo yetu. Anasema, nikaenda na kuona chini ya jua, sio wenye mbio washindao katika michezo. Lakini wengi tukiulizwa hapa, wenye mbio ndio tunasema wanaoshinda. Anasema sio watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye hekima wapatao chakula, wala wenye ustadi wapatao upendeleo. Anamaliza pale anasema, lakini wakati na bahati huwapata wote. Wote wakina nani? Wenye mbio na wasio na mbio. Kuna mtu ananielewa aseme amen. Ukiniambia amen na kufundisha vizuri zaidi.
Kama umekuja na amen, niambie amen. Anasema wenye mbio, manake nafasi, wakati na bahati. Tafsiri zingine anasema chance and opportunity, wakati na fursa wapata wote. Wote wakina nani? Wenye mbio na wasio na mbio, waliozaliwa mjini na waliozaliwa kijijini, waliotokea kwenye familia zenye mikakati na zisizo na mikakati kama zipo, waliotokea kwenye mazingira magumu na mepesi. Wote wamepewa wakati, na kila mtu katika wakati wake. Kuna fursa fulani imefungamanishwa kwenye wakati wako. Kwa hiyo acha kuweka excuse kwenye maisha yako kwamba mimi ningezaliwa kama fulani, ningekuwa kitu fulani. Hapana, huko ulikozaliwa, huko ulikotokea, Mungu aliruhusu, kwa sababu ndani ya majira yako aliweka na fursa yako, ambayo unapofungua macho katika ulimwengu wa roho na kuiona, inaweza kubadilisha maisha yako ukawa kitu ambacho Mungu alikusudia uwe, katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Ninakataa kila roho inayokuambia kwamba wewe you are less privileged. Ninaikataa hiyo kabisa katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa kila hali inayosema sisi tumezaliwa kwenye nchi masikini. Katika jina la Yesu, haiko nchi inayoitwa masikini duniani. Kila nchi Mungu aliyoiweka, aliiwekea rasilimali zake, aliiwekea resources zake, zina manguvu zake kama ambavyo zina mapungufu yake. Kwa hiyo kila watu wanapojua wao katika wakati Mungu aliyowapa wamebeba kitu gani, wanaanza kupokea vile vitu vya kimungu kwenye maisha yao. Na ninaomba Mungu atakusaidia katika jina la mamlaka la Yesu, maana kwenye wakati huu na hiyo fursa iliyonayo ndio inaamua destiny yako itafikia wapi. Kama ni wewe niambie amen. Kama ni wewe niambie amen. Jambo la tatu katika utangulizi wangu ambalo natamani ulione litakalo kusaidia, silaha kubwa ambayo adui anaitumia kwenye maisha ya mtu ni kumuibia muda. Naomba nishike hivi. Shetani hana uwezo wa kuchukua kipawa, wa kuchukua ahadi, wa kuchukua unabii wa Mungu ndani ya mtu. Hana huo uwezo. Ndio maana kuna mahali anaandika, anasema baraka ya Bwana hutajirisha na wala haichangamani na majuto ndani yake. Maana yake Mungu akikupa amekupa. Shetani hana uwezo. Kuna watu wasema, unajua mimi na huduma kubwa, lakini shetani anataka kuiba huduma. Shetani hana uwezo wa kuiba huduma, lakini kitu shetani anachokifanya kwenye maisha ya watu, huwa anawachezeshea majira, ambayo yale majira yanapochezeshwa yanamsababisha mtu asiwepo anapotakiwa kuwepo, ama asifanye anachotakiwa kufanya. Alafu katika ule mzunguko Mungu aliyomwekea, kuna vitu vinapotea bila yeye kujua vimepotea. Na ndio hapo hatutaifaidi potential na utumishi na vipawa na karama ambavyo Mungu ameviweka ndani ya mtu. Lakini si kwamba shetani alichukua, hapana. Shetani alipumbaza ufahamu wa mtu fulani, akashindwa kujua nifanye nini kwa wakati gani, niende na nani kwa nini, nisiende na nani kwa nini. Baada ya kufanya hivyo, ndio mtu tunasema ameibiwa muda. Sasa nikupe kanuni kama 3, alafu nitarudi kwenye yale maandiko. Kwa namna gani mtu anaibiwa? Kwa namna gani mtu anaibiwa muda na adui? Nimesema shetani anaweza kuiba hicho kitu. Kwa namna gani adui anaweza akafanya hilo jambo? Nimekusudia nikufundishe ili pia nipate nafasi ya kuwa naachilia matamko ya kimungu. Jambo la kwanza, tunaposema muda wa mtu umeibiwa, kitu cha kwanza adui anampelekea mtu kufanya mambo nje ya wakati na kusudi. Kufanya mambo nje ya wakati na kusudi. Wanaonielewa niambie amen. Ukiona kuna mwanadamu ananiombea, mwambie mchungaji anaombewa na mke wake kule Dodoma. Muamshe tu akae hapa, nitaombewa na watu wa nyumbani kwangu. Amen. Anafanya mambo, yani shetani anampeleka mtu kufanya mambo nje ya wakati na nje ya kusudi. Angalia kitabu cha Mhubiri sura ya 3 na ule mstari wa 1. Nimekusudia kufundisha leo ili uandike. Mhubiri sura ya 3 na ule mstari wa 1. Angalia, anasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Maana yake sio kila wakati unaweza kufanya kila kitu, ila kila kitu
kimewekewa wakati wake. Kwa hiyo shetani anaibaje muda ndani ya mtu? Anamfanya mtu kufanya mambo nje ya wakati na nje ya kusudi. Na hapa ndio vijana wengi wamepigwa. Wakati unatakiwa kusoma, shetani anakuletea mtu ambaye huyu mtu anakuja kukuingiza kwenye mahusiano ambayo wewe na yeye hamjui mnahusiana kitu gani, lakini mnahusiana. Hapo ilikuwa lazima mseme amen wanangu, nilijua mmelala mmeamka. Sio kama unanielewa. Umewahi kufika mahali ambapo focus yako inatakiwa kuwa kitu fulani, lakini shetani analeta mtu ambaye anakuja kama malaika wa nuru. Na ubaya shetani, watu wa Mungu, ni vizuri mkaelewa, shetani hana mapembe kama ambavyo tunadhani. Shetani ni mbaya. Shetani hana mapembe. Angekuwa na mapembe asingempata mtu. Na Biblia inasema shetani naye huwa anajitokeza kama malaika wa nini? Wa nuru. Shetani anapokuja kwenye maisha yako, haji, hagongi hodi, hasemi tazama baby ni shetani, nimekuja kukujaribu ili nione imani yako. Hapana, anakuja kama kitu kizuri. Kwa hiyo sasa tunapimaje ya kwamba hichi kitu kizuri? Swali la msingi utajiuliza, je, jambo hili ninalolifanya lipo katika wakati wake? Na ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu atakupa neema ya kufanya mambo ndani ya wakati, na wowote ambao watatumwa kukutoa kwenye wakati hawatafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kitu kingine ambacho shetani anakifanya, kwa mfano, wakati huu ni wakati wa kusikiliza neno, na kuna mtu wakati huu ndio kuna simu inaingia na unatoka unaenda nje kupokea hiyo simu. Wewe na umeibiwa muda mwanangu. Wewe na umeibiwa muda. Unaona, umewahi kuwa kwenye zile critical moments. Ni vizuri ukaelewa, wakati wote ambapo kuna kitu kinataka kutokea, kama umegundua, ndio wakati ambapo shetani huwa anakuja na idea ya kitu kingine. Walioolewa na kuoa hapa waseme amen. Ni kama wote tuna story inayofanana. Wakati tunakaribia kumuona, kuna viumbe wengine walikuwa wanapita hapa pembeni, wanafanana kabisa. Unaona kabisa, mbona kama ndio huyo ambaye Mungu. Unakuja kugundua sio kiumbe huyo. Maana kitu gani? Shetani anapohisi haya ni majira ya huyu mtu kupokea zawadi ya kimungu ndani yake, huwa anamletea zawadi inayofanania na ile. Sasa inahitaji ufahamu uliofundishwa kiroho kuweza kudiscern. Inahitaji jicho la tai kuweza kutambua ya kwamba hichi kinacholetwa sio kile Mungu alichokikusudia, ila kinafanania lakini sio kile. Na ninaomba katika jina la Yesu, chini ya neema hii ya Bwana, Mungu atakupa jicho la kuchambua na kujua, japokuwa kinafanana lakini hisi sio chenyewe, ninakijua chenyewe. Uzuri ni kwamba Mungu hajatuacha. Anaandika katika Isaya, anasema, nanyi katika kuenenda kwenu mtaisikia sauti nyuma yenu ikiwaambia, njia ni hii, ifuateni. Maana yake hata kama shetani anavifananisha, lakini habari njema ni kwamba Roho wa Bwana hajazimika ndani yetu. Huwa ana tabia ya kusema, huwa ana tabia ya kutuongoza, huwa ana tabia ya kutuonya, huwa ana tabia ya kutudirect. Na ninaomba Roho wa Bwana atakuwa juu yako, atakuonya, atakwambia hapana, usikanyage hapa, kanyaga hapa. Atakwambia hapana, sio huyo, ni huyu. Atakwambia hapana, usiende huku, nenda kule. Na ili utembee katika ushindi kwenye eneo hili, lazima uwe sensitive kwa Roho Mtakatifu. Hebu sema, Roho Mtakatifu. Kama uniambie, Roho Mtakatifu nisaidie. Na Roho Mtakatifu huwa ni mwaminifu, na kuna wakati moyo unachokitaka sicho kile ambacho Mungu anakitaka. Na ndio maana Biblia inasema moyo ni mdanganyifu, na tena una ugonjwa wa kufanyaje? Wa kufisha. Je, ni nani awezaye kuujua? Jibu ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo wewe, kazi ya moyo wako usiuruhusu moyo ukakufanyia maamuzi. Acha moyo ubaki na kazi yake ya kusukuma damu. Pastor, wanadamu wako serious sana hawa, au ni usiku sana? Niambie ni amen basi. Acha moyo usukume damu. Ukiupa moyo shughuli zingine ambazo haziendani na kusukuma damu,
ndio unakuja ofisini kwa Dr. Sharua pale na Mama Dorothy. Unafika pale unaanza kulia. Tunaona kila mtu unakuja kila siku kwenye kipindi cha wamama upo, cha wababa upo, cha vijana upo. Yaani hapa hata tukikosea tu tukashika kinanda kidogo, wewe umeshakuwa wa kwanza kuabudu. Tunajiuliza huyu mbona kama anawahi sana uweponi? Aliupa moyo kazi ambayo haihusu, yamemkuta. Nani ananielewa aseme? Kwa sababu moyo kuna wakati unataka kufanya kitu, ila Roho Mtakatifu huwa ni mwaminifu. Moyo unasema ndio, Roho huwa anasema hapana. Sikiliza nikwambie, haijalishi moyo unasema kitu gani, sikiliza hiyo sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako. Sasa ngoja nikwambie kitu kitakachokusaidia kwenye maisha yako. Kuna mambo yameamuliwa kutokea ndani ya muda fulani tu. Bado naongea kwa habari ya muda. Yameamuliwa kutokea ndani ya muda fulani tu. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 ule mstari wa 26. Kuna kitu ambacho natamani ukione. Nipo kwenye pointi ya kwanza, adui anafanyaje kuwaibia watu muda? Wanafanya mambo nje ya wakati na nje ya kusudi. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26 anasema, naye akalifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru toka zamani na mipaka ya makazi yao. Kwa hiyo andiko hili linatuonyesha ya kwamba Mungu kuna nyakati aliziamuru kwenye maisha yetu toka zamani, na hizo nyakati ndo zimeamua uzaliwe mwaka uliozaliwa. Kwa sababu Mungu alipokuwa anatoa moja ya roho yake duniani, akatafuta mwili akakuwekea wewe mwili. Kuna kusudi aliliona linatakiwa litimie kwenye kizazi chako. Kwa hiyo kuna mahesabu aliyapiga kabisa ya kwamba huyu mtu katika miaka fulani, katika wakati fulani, kutakapokuwa na uhitaji wa kitu fulani, ndio nitamtumia kwa viwekezo vilivyoko ndani yake. Sasa shetani kwa sababu anajua hilo, anaanza kukuchezesha ili ile wakati wako wa Kairos, ule wakati wako wa kutimiza ukute haupo kwenye position. Lakini usiku wa leo katika jina la Yesu, Mungu anafanya kitu kinaitwa divine alignment ya hatima za watu. Anakurudisha kwenye nafasi ili ile miaka 10 inayokuja, yule waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atokee hapa ndani katika jina la Yesu. Yule rais wa Jamhuri ya Muungano, yule askofu mkubwa, yule mfanyabiashara mkubwa, yule mwanasiasa, yule mwanamichezo mkubwa, wakati wako utakapofika utakukuta upo kwenye majira sahihi katika jina la Yesu. Nimesema ninakuombea na kutabiri juu yako kwa neno la Bwana, hautapishana na wakati wako. Mungu atakutunza kama alivyomtunza Daudi na wakati wake wa kupakwa mafuta ulipofikwa, akakutwa yuko mahali sahihi. Imagine Daudi aliyekuwa mchunga kondoo, wakati yeye anadhani anachunga tu kondoo, kumbe kule kwenye kondoo ndio kuna hatima yake. Hivi umewahi kuwaza siku ambayo Samueli anaenda kwenye nyumba ya Yese, anaenda kutaka kuwapaka mafuta, alafu watoto wote Biblia inasema walikuwepo, mmoja hakuwepo, anaitwa Daudi, alafu anasema kamuiteni, hatutakaa mpaka aje hapa. Alafu Biblia inasema wakaenda wakamuita. Maana yake nini? Walimkuta alipotakiwa kuwepo. Kwa sababu gani? Walikuwa wanajua huyu location yake anachungia mahali fulani. Imagine angekuwa anasema mimi ni mchungaji na hiyo siku anaitwa hayupo mahali alipo, maana yake ufalme wake ndio ungekuwa umepotea kwa namna hiyo. Sio kama kuna mtu ananielewa aseme amen. Kwa hiyo kuna kitu natamani uone, Mungu ameya design maisha yako yatokee ndani ya kipindi fulani. Na ndio maana kwenye Wagalatia sura ya 4 ule mstari wa 4 kwenye paragrafu ya kwanza pale anasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati Mungu akamtuma mwanae. Kwa hiyo kumbe hata kuzaliwa kwa Yesu, ngoja nishuke chini pengine utanielewa vizuri zaidi. Hata kuzaliwa kwa Yesu kulisubiri wakati fulani, utimilifu wa wakati. Na nikawa nawaambia Mungu alikuwa anasubiri barabara zitengenezwe ndio Yesu azaliwe. Wakaniangalia hivyo hivyo ulivyoniangalia wewe. Kwa hiyo hayo macho nayajua, wala hata unitishi. Anapoandika hapa ulipowadia utimilifu wa wakati, kimsingi Mungu alikuwa anasubiri kabisa barabara zitengenezwe ndio Yesu azaliwe.
Sema mchungaji umeitoa wapi? Nenda kaangalia kitabu cha Danieli sura ya 2 kwa habari ya ule unabii wa ile sanamu ambayo ilionyesha utawala za dunia. Anasema kichwa cha dhahabu, kifua cha fedha na nini. Utaona pale wanaanza kutajwa wafalme. Anatajwa mfalme Nebukadnezar, anatajwa Alexander the Great, wanatajwa Wamedi na Waajemi, wanatajwa ufalme unakuja mwingine ufalme wa Kirumi. Na ukisoma vizuri Biblia utagundua kila wakati na kila ufalme ulikuwa umebeba kusudi lake. Ufalme wa Nebukadnezar, ule ufalme wa Kibabiloni, kusudi lake lilikuwa ni kuwatia adabu watoto wa Mungu waliokuwa wamepinda taifa la Israeli. Wakina Danieli, nenda kasome vizuri. Walipowatia adabu, ukatokea utawala mwingine mdogo wa Wamedi na Waajemi, wakawarudisha kwenda tena kujenga Yerusalemu. Kwa hiyo kusudi la utawala wa Kimedi na Waajemi kwenye ulimwengu wa roho tunasema ni kwenda kujenga tena Yerusalemu. Walipoenda wakakaa kule, ikaja utawala mwingine wa kibabe zaidi chini ya mtu anaitwa Iskanda Mkuu ama Alexander the Great. Wale wanaosoma historia wanafahamu. Hao wote wametabiriwa kwenye kitabu cha Danieli. Alexander the Great anapokuja, anatawala dunia akiwa na miaka 32, anakuwa ni mtawala wa dunia yote, na anaitawala dunia kwa vita, kwa mkono wa chuma. Anapigana vita. Nilikuwa nasoma historia mahali fulani, wanasema Alexander ndiyo mtu ambaye ametawala kila koloni alilolichukua, amepigana vita. Kuna wakati wanajeshi wake wakawa wanalalamika, wanasema mfalme, wewe unatulazimisha sisi kupigana vita, lakini sisi hatuna maisha mengine zaidi ya vita, tunataka tugawane sehemu ya ufalme wako. Historia zinasema Alexander aliposikia wanalalamika, akavua lile koti lake, alafu akawageuzia mgongo namna hii. Walipoangalia kwenye mgongo wake, wanasema hakukuwa na sehemu ya kushika, kwa sababu mgongo wake ulikuwa una makovu ya mapanga. Akasema yoyote mwenye makovu kuliko mimi aje nimpe ufalme. Wakakaa chini wote, wakasema mkuu, basi tuko Wakati mwingine historia zinasema Alexander akiwa katika harakati za kuitawala dunia, amefika, amepigana vita, akafika mahali fulani huko kwenye bahari ya Hindi, alafu wanajeshi wake wakaja wakamwambia mfalme, vita imeisha. Akasema vita imeishaje wakati mimi bado na nguvu za kupigana? Wakasema watu wa kupigana wameisha. Akagalagala kwenye mchanga, akalia sana. Wakamuuliza, unalia nini? Akasema, ninalia kwa sababu vita imeisha, mimi nguvu ninazo, lakini watu wa kupigana nao hawapo. Alafu kitu kikubwa, kwa sababu yeye alikuwa ni mtawala wa dunia, alichokifanya kwenye utawala wake, akaiunganisha dunia kwa lugha moja. Na ndio sababu Biblia kuna maandiko yameandikwa Kigiriki, na Yesu sio Mgiriki. Na hata hilo Kairos, hilo ni mambo ya Alexander, imeandikwa Kigiriki. Maana yake ninachokuambia, kuna utimilifu wa wakati Mungu anausubiri kutokea kwa Nebukadnezar, kuja kwa Wamedi na Waajemi, kuja kwa Alexander Mkuu, na baada ya kuiunganisha dunia kuwa na lugha moja, akiwa na miaka 32 akafa. Ukainuka utawala mwingine unaitwa utawala wa chuma, utawala wa Kirumi. Warumi wanakuja, wanatawala, wakaweka mambo mawili mezani. Jambo la kwanza linaitwa Pax Romana. Pax Romana ni neno la Kilatini linalomaanisha amani ya Kirumi. Ukiniangalia hayo macho mazito, mnakuwa mnanitishia, semeni amen basi kama okay, kumbe mko pamoja na mimi. Amen. Pax Romana ni neno la Kilatini linamaanisha amani ya Kirumi. Kwa nini amani ya Kirumi? Ni kwa sababu wameikuta dunia ina vita, na wao strategy yao ya kutawala wakaunganisha dunia iwe na amani. Kitu cha pili wa Roma walichokifanya kwenye utawala wao, wakatengeneza barabara. Wale watu wa zamani kidogo, watu wa umri mrefu, mnafahamu kuna msemo ulikuwa unasema barabara zote zinaelekea wapi? Roma. Hapo sasa Gen Z tumewaacha. Tunasema kuna msemo ulikuwa unasema barabara zote zinaelekea wapi? Roma. Sasa ilipofika wakati amani imetengenezwa na barabara zimetengenezwa, ndio Yesu anazaliwa kwenye utawala wa Kirumi. Kwa hiyo ulipowadia utimilifu wakati upi? Wakati kuna barabara. Wakati upi? Wakati kuna amani. Mungu alijua Yesu ana miaka 3.5 tu ya kufanya kazi, asingeweza kufanya hiyo kazi akaitimiza wakati wa Alexander.
Maana Alexander anapenda vita, Yesu anataka kutembea kuhubiri. Ndio tungesikia sasa kwenye Biblia imeandikwa, tazama Petro na Yohana walipokuwa wakimfuata Yesu wakakutana na Alexander njiani, ndipo wakakatwa miguu. Tungeona sasa pale Petro hana miguu. Nani ananielewa niambie amen? Nani ananielewa niambie amen? Tungeona ndipo Yesu alipokuwa anaenda pande za Kaisaria ya Filipi akakutana na jeshi kubwa, nao wakapigwa sana. Inawezekana hata Yesu msalabani asingeenda kwa sababu alizaliwa kipindi sicho, lakini Mungu akasubiri kwanza kuwe na barabara na kuwe na amani, ndiyo Yesu akazaliwa. Ufunuo wa neno hili ni huu. Wewe kuna mambo unadhani unachelewa, lakini Mungu anasubiri utimilifu wa wakati kwenye maisha yako. Anasubiri barabara itengenezwe kwa ajili yako, ili siku utakapoanza kutimiza maono yako uwe na njia iliyonyoka, kwa sababu Bwana alikuwekea. Ninakutabiria kwa neno la Bwana katika jina la Yesu, hata kama unaonekana unachelewa, lakini Mungu anatengeneza barabara kwa ajili yako kwa jina la Yesu Kristo. Anasema Bwana hawai wala hachelewi, bali anajibu kwa wakati wake. Wale wanaongoja wakati wa Bwana waseme amen katika jina la Yesu. Wanaongoja wakati wa Bwana waseme amen katika jina la Yesu. Kwa hiyo anaposema ulipowadia utimilifu wa wakati, ni Mungu alikuwa anapanga hili, ni Mungu alikuwa anapanga hili ili utakapokuja utimize maono yako bila jasho. Na gharama ya kufanya nje ya wakati ni gharama ya kutumia msuli mkubwa bila kupata. Moja kati ya kitu kinakuja na wakati kwenye maisha ya mtu, kuna neema ya matokeo. Nani anaelewa? Sema amen. Mama akijifungua wakati wa kujifungua, kuna neema ya kukushi. Nani anaelewa? Sema amen. Nani anaelewa? Sema amen. Nani anasema sema amen. Mungu anapokuita kwenye utumishi fulani, Mungu anapokuita kwenye ofisi fulani, usiwe na haraka ya kuikimbilia. Na ndio sababu Mungu anatengeneza kwanza misuli yako, ili utakapofika kule uwe na neema. Ngoja nikwambie, kukemea pepo haimaanishi kwamba una neema ya kuwa mchungaji. Hapo mtanichukia sasa. Kuna watu wakishasikia na sauti ndefu, asante Yesu, kuna kitu kinatokea mahali hapa, kuna kitu. Alafu akisema tu kuna kitu, anasema pastor, mimi naona mnifungulie tawi, kwa sababu nasikia kuna kitu ndani yako. Tunamfungulia kamanda. Akienda kule ana mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, anapiga simu kwa sauti ya unyonge, wapendwa mnitembelei. Lakini huyu jana wakati anaondoka, aliondoka na bezi, leo anapiga sauti ya kinyonge, kwa sababu ameyawahi majira. Na hichi ndio kinatokea kwa vijana wetu wengi. Vifo vya kihuduma, vifo vya kihatima vimetokea vingi kwa sababu watu waliingia premature. Unajua kila level ina aina ya level. Yaani kuna aina ya level ambayo unapambana naye kwenye level yako ukiwa kama mwanachuo. Kuna majaribu yako, ndio maana majaribu yako ni vocha. Ndio aina ya majaribu wewe unayo. Wewe majaribu yako ni vifurushi. Ndio aina ya majaribu unayomiliki wewe, kwa sababu ndio level yako leo kana kifurushi. Kama unajua pastor, sikuja kanisani kwa sababu sikujibu ile message, kwa sababu kwa kweli data yangu ilikuwa imezima. Ndio aina ya majaribu ulionayo wewe. Lakini kuna level ukiingia, kuna vitu vinabadilika kulingana na nafasi uliopo. Kwa hiyo usijiexpose kwenye nafasi ambayo bado Mungu hajaiweka mbele yako, kwa sababu wewe utakuwa ni mwanzo wa kwenda kupigwa. Lakini ukisubiri, Mungu anasema anachukua utukufu mpaka utukufu, imani mpaka imani, neema mpaka neema, hatua mpaka hatua. Maana yake anapokuchukua hivyo, unapotoka level moja kwenda nyingine, unapewa neema ya kupigana na majaribu ya level hiyo, unapewa neema ya kupigana na majaribu ya level nyingine, na ndio unakuwa mshindi zaidi ya kuwa mshindi, kwa sababu uliandaliwa. Na usiku wa leo Bwana amenituma nije kumuandaa mtu kwenye hatua za kimungu kwa jina la Yesu, ya kwamba wakati wako
wako utakapofika, Bwana atakupa vitu na vitatokea bila jasho, kwa sababu sio wewe unayefanya, bali ni Roho wa Bwana atafanya ndani yako. Anamwambia Yeremia, watashindana nawe lakini hawatashinda, kwa sababu kwenye levo hii nimekupa kushinda. Ukitaka unielewe, nenda kaangalie Yusufu. Yusufu alianza kuishi kesho kabla haijafika. Yeye anaota kwamba mimi naona kuna vitu vinanisujudia. Asijue Mungu anaongea naye kwa habari ya future, anaenda kusimulia kwamba wazee, mimi kuna vitu vilikuwa. Sasa wale kamanda wanajua kutafsiri. Sema kwa hiyo dogo, si tutakusujudia wewe. Ukamponza Yusufu, akaingia kwenye vita ambayo hakustahili kuipigana. Wakati mwingine usitake kutokea public wakati Mungu amekwambia kaa private. Wajua, msinione mimi hivi, kwa mimi na vitu vya kimungu ndani yangu, na kuna namna Mungu huwa ananitumia na kuna namna nyewe hamjui tu, lakini umeulizwa bro. Yaani hiyo namna ikifika hautajitambulisha. Wataimba tu kwa sababu wataona, watasema Sauli ameua maelfu na Daudi ameua makumi elfu. Ila pia huo wimbo ukiimbwa, be very careful. Usio wewe uliye solo. Kiumba huo wimbo, bana mikono pita hivi. Maana huo wimbo pia una implication zake. Nani anaelewa? Sema amen. Kwa jambo hili nitaka nikuonyeshe sasa. Ngoja nianze kumalizia. Na mhubiri mzuri anamaliza mara ngapi? Mara 3. Nimemaliza kwa mara ya kwanza katika jina la Yesu Kristo. Kama unamkubali mhubiri kwa kumaliza, sema amen. Sasa nimekwambia, kwa hiyo kuna mambo yanatokea kwenye maisha ya watu, hayatokei mpaka wakati fulani umefika. Kwa hiyo hapa ninashughulika na swali ambalo kuna mtu huko hapa umekuwa unajiuliza, kwa nini haitokei kwangu? Kwa nini bado sioni? Kwa nini nina neno la unabii kwenye maisha yangu? Kuna miaka imepita. Mungu ananiambia nikwambie, wakati bado. Ukiwadia utimilifu wa wakati itatokea. Sasa hivi wakati wako uko chuo, soma. Wakati wako unaendelea kujitafuta, jitafute. Wakati wako bado kuna vitu havijaonekana, kubaliana na hali ya mazingira. Hivi unajua Daktari Shalua, kwenye wakati wetu tulioko nako sasa hivi ndio tuna madokta wengi na maprofesa kuliko wakati wengine wote leo kutokea. Kwa sababu sasa hivi mtu tu anaamka anaenda kwenye Facebook anasema mimi naitwa Reverend Dr. Mwashamu na Askofu Fredi Msungu kwenye mabano PhD. Alafu hayuko mtu ambaye atakuquestion. Sasa hivi sasa hivi kila mtu ni mhubiri. Sasa hivi kila mtu ni motivational speaker. Sasa hivi kila mtu ni yani unachohitaji ni kuwa na data tu. Kuwa na smartphone yenye kamera kazuri, futa kamera, una nguo yako, una tai yako nzuri, tokea, tafuta tu kabezi fulani. Kale haleluya. Haleluya. Au tafuta shati tu la kitenge. Unanielewa? Unavaa pale. Haleluya. Kwamba kuna vitu nitavizungumza kama ambavyo Roho wa Bwana ameongea nikiwa katika mlima wa maombi. Ngoma alijawahi kuomba mlimani kokote. Kwa hivyo nikiwa katika mlima wa maombi Bwana akasema na mimi, lakini kuna vitu havitokei. Ngoja nikwambie, tusikae kwenye dunia ya kutaka kuonekana kwa watu wakati ndani yetu tunajua hakuna kinachotokea. Ni bora usubiri Mungu akakutambulisha kuliko kujitambulisha kwa watu. Ninaongea na mtu hapa katika jina la Yesu. Majira yako ya kutambulishwa na Bwana na yafike katika jina la Yesu. Na kile ambacho Bwana anakitambulisha, hayupo mwanadamu anaweza kukipinga kwa jina la Yesu. Ninasema wanaweza wakakataa muonekano wako, wanaweza wakakataa historia yako, lakini hawawezi wakakataa mafuta yako. Na ndio maana Daudi anaandika, anasema Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi Bwana
unilaza kando ya maji ya utulivu, uniongoza, uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Anasema naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Ninapenda pale anaposema umenipaka mafuta kichwani mwangu, na kama matokeo ya mafuta kikombe changu kinafurika. Kwa hiyo mafuta yanafurisha kikombe chako. Ninaomba mafuta ya Roho wa Bwana yakafurishe kikombe chako. Nasema usiku wa leo, nimekuja na mafuta ya Roho wa Bwana. Sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho, hili neno ndicho ninachokupa kwa jina la Yesu. Mafuta ya Roho wa Bwana yakakutambulishe. Mafuta ya Roho wa Bwana yakatambulishe huduma yako. Mafuta ya Roho wa Bwana yakatambulishe maisha yako. Mafuta ya Roho wa Bwana yakatambulishe ndoto ya uongozi ndani yako, na hautajisemea wewe, lakini mafuta yatasema juu yako. Hautajipigania wewe, mafuta yatapigana kwa niaba yako. Hautajitetea wewe, mafuta yatajitetea kwa niaba yako. Wanaopokea waseme amen. Wanaopokea waseme amen. Sema Yesu, nibiminie mafuta ya Roho wako Mtakatifu, yanitambulishe. Jambo la pili adui anafanya kuwaibia watu ni kupitia kitu kinaitwa magonjwa. Na wakati najiandaa eneo hili, Roho Mtakatifu aliweka msisitizo sana ndani yangu. Na ndio ukirudi sasa kwenye ule mstari tuliosoma, utaona Biblia inaanza kwenye kile kitabu tulichosoma. Utaona pale anaanza kusema ya kwamba na ndani ya hiyo jamii kubwa, mstari wa 3, walikuwa watu wamelala, vipofu, viwete na waliopooza, wakingoja maji yachemke. Alafu anasema kwa maana kuna wakati malaika hushuka akaingia kwenye ile birika akayatibua maji. Ukienda ukisoma mstari wa 5 utasema, anasema hivi, na palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka mingapi? 38. Maana yake ile miaka 38 aliyokuwa hawezi, uwe una uhakika ni kitu ambacho kilimuibia muda wake, kikaiba hatima yake, kikaiba vitu vyake, na sijui ni kwa ajili ya nani, lakini Roho Mtakatifu aliniambia afya ni haki yako kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo. Nasema natamka tena kwa ajili ya mtu fulani, afya ni haki yako. Adui moja kati ya kitu anachokifanya huwa anawaibia watu muda kwenye eneo la magonjwa. Kwa hiyo mtu muda wake aliyotakiwa kutumia kuinvest kwenye vitu ambavyo Mungu ameweka, aliyotakiwa kutumia kuna mtu Roho Mtakatifu anaongea na wewe, hata kama sio wote, nisikie. Aliyotumia kuinvest, unaotakiwa kuinvest kwenye maono Mungu aliyokuwekea, unaanza kuinvest kwenye kujitibu, unaanza kuinvest kwenye kuhangaika. Na inawezekana, sijui nini kimesababisha, lakini jambo moja ninalolijua, Yeremia 30:17 anasema, maana nitairudisha afya yako mara, nami nitakuponya jeraha zako. Maana yake moja kati ya maeneo ambayo Mungu yuko interested nayo kama sehemu ya urejesho ni urejesho wa afya. Ninatamka kwenye madhabahu kwa jina la Yesu, kila maisha yaliyoibiwa muda kwa kunyimwa afya, leo Bwana arejeshe afya yako katika jina la Yesu, ili urudi kwenye nafasi yako. Ninasema tena kama kinywa cha Bwana, sijui ni nani, lakini kila maisha ya mtu anayesikia sauti hii na anaamini neno la Bwana, katika jina la Yesu, huo ugonjwa sio sehemu yako, sio haki yako. Anasema Yesu alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Ninatangaza uzima kwa neno la Bwana, maana imeandikwa, nitakurudishia afya yako. Ninaomba kwa jina la Yesu usiku wa leo, afya yako irejeshwe, afya yako irejeshwe, afya yako irejeshwe, afya yako irejeshwe, ya rohoni na ya mwilini. Hebu sema Bwana Yesu. Come on, sema Yesu, ninapokea afya ya rohoni na ya mwilini. Jambo la 4 kwa haraka kabla sirudi kwenye hayo maandiko. Kitu kingine shetani anatumia kuiba muda wa watu ni kitu kinaitwa uchungu usiopona na kuwa watu wa kulaumu. Uchungu usiopona. Now, ukiangalia kwenye haya maandiko tuliyosoma, nenda kasome kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari ule wa 6 na wa 7, utakuja kugundua huyu mtu, moja kati ya kitu ambacho mimi ninaamini kwa ufunuo wa neno la Bwana
kilimlaza muda mrefu pale miaka 38, ni alikuwa ana sababu nyingi nzuri kwa nini yuko jinsi vile alivyo. Moja kati ya kitu kitakufanya uibiwe muda ni kuwa na watu wengi wa kuwalaumu. Angalia, Biblia inasema mstari wa 6 sura ya 5, Yesu alipomuona huyu amelala, angalia, naye Yesu akijua amekuwa katika hali hiyo siku nyingi, akamwambia, wataka nikufanyie nini? Ameulizwa wataka nikufanyie nini? Ona jibu analosema. Anasema yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia bilikani. Ngoja nikaya. Mimi sina nani? Mtu wa kunitia bilikani. Kama ambavyo wewe tukikuuliza kwa nini hali ulionayo, unasema mimi sina mjomba wizarani. Sio kama Roho Mtakatifu anamsaidia mtu hapa ndani. Sio kama Roho Mtakatifu anamsaidia mtu hapa ndani. Wajua pastor, mimi ningezaliwa Marekani. Ndugu, we kama ni mjusi Afrika, hata ukihamia Marekani, we ni mjusi vile vile. Hapo hata usiposema amen, nitatumia amen za nyumbani kwetu nilikotoka. Jumapili nilihubiri wakanipa amen nyingi, nikazibeba za akiba. Hata usiponiambia amen na macho yako magumu yanizuii kukwambia nilichokwambia. We kama ni mjusi Afrika, ukienda kokote ni mjusi. Wewe kama ni giant hapa, mahali popote utakuwa ni jitu. Kwa sababu it is not about location, ni kwa habari ya DNA. Na sisi tumezaliwa na DNA, mbegu isiyoharibika. Maana yake sisi ndani yetu tuna mbegu ya ukuu. Hata kama tuonyeshi ukuu, lakini bado tuna mbegu ya ukuu. Moja kati ya kitu kinaua maisha ya watoto wa Mungu, kuna mtu umewahi kutendewa kitu miaka 19 iliyopita, na hiyo miaka 19 hicho kitu na wewe ulisimuliwa, lakini mpaka leo huo unamlaumu huyo waliyekusimulia. Kwa sababu unajua mimi nilipokuwa mdogo, shangazi alinitesa. Na huyo shangazi wewe umesimuliwa uliteswa, humjui. Hiyo tukikuuliza mbona mpaka leo uko hivyo, mbona mkali, unajua haya ni matokeo ya shangazi. Nani anayesema amen? Nani anayesema amen? Unajua mimi niliwahi kufanyiwa vitu vya ajabu sana nilipokuwa mdogo. Sasa nikwambie, inawezekana huyo ambaye alikufanyia alienda akatubu na Yesu akamsamehe, na mbinguni ukikaa vibaya unamkuta mwamba ndio anaongoza step pale mbele huyo. Kwa sababu inasema Yesu akishasamehe anasahau. Kwa hiyo kila siku unalaumu kwamba mimi asingekuwa mjomba, na unarudi hapa mbele za Bwana tunadhani unaabudu, kumbe unamlilia mjomba. Kumbe mjomba mwenyewe unalikuta lenyewe mjomba linainua Yesu linainua. Wewe unaliangalia hili linainua nini, wakati tayari Mungu ameshafanya. Ondokana na ugonjwa wa kulaumu watu. Huo ni ugonjwa ambao umeibia watu wengi muda, katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Mimi ninakuombea, yoyote yaliyofanyika kwenye maisha yako ni historia, imepita, hauwezi kuifuta. Lakini leo Bwana amekuita hapa ili uandike historia nyingine ambayo utakapoiangalia hautaionea aibu, utaishangilia katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Kila ambaye unamlaumu kwenye kinywa chako leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Na kuna somo unafundisha linaitwa adui unayempenda. Ndio kuna watu hapa Afrika huku ukisema sasa inuka kwa miguu yako, ombea maadui zako. Ndio utagundua watu walikuwa wamelala, ukiombea utakuta mtu anainuka anakuja kwenye madhabahu hapa, baba Jose. Kumbe mwanangu, adui yako sio Jose. Adui yako ni wewe kuto kumlaumu, kuendelea kumlaumu mtu ambaye ameshaendelea na maisha yake. Leo tunaua maadui wa ndani tunaowapenda. Acha kulaumu watu kwa hali yako. Ameulizwa unataka kuwa mzima, jibu ni ndio au hapana. Ya sababu sina mtu wa kunitia bilikani. Unajua Yesu kwamba kukaa hapa mimi miaka 38 usione kwamba mimi napenda sana. Yaani mimi sipendi, ila mimi sina mtu
Hapa aliwahi kuja Jose, alikuja na mtu. Akaja hapa Elia, alikuja na mtu tena. Elia Yesu tena Elia, yeye alikuwa haumwi sana kama mimi, ila connection, alikuja na mtu wa connection. Kulaumu, shetani anawaibia watu muda kwenye kulaumu. Angalia, eneo jingine ni eneo linaitwa uchungu. Uchungu ni kitu gani? Ni kuwa na kidonda kisichopona, si kwa sababu hakina dawa, ila kwa sababu unakitonesha mwenyewe kila wakati. Hiyo ndio tafsiri nyepesi ya uchungu. Na uchungu unachokifanya, unapoiba muda wa mtu, uchungu unachokifanya, ili ujue na uchungu ndani yako, unaanza kuyahuzunikia mafanikio ya mtu mwingine. Okay, kwa nikusomee kwenye maandiko haya kwa haraka. Kama unanielewa niambie amen. Niambie amen, nimalize kwa mara ya pili. Nimemaliza kwa mara ya pili. Angalia, kuna kitu kinaitwa uchungu. Nimekwambia ni ile hali ya kutokufurahi. Yaani uchungu huo unataka hivi, tufeli wote. Yaani uchungu uko hivi, akifeli yeye sio issue, ila lazima atafute, kwani wewe umepata ngapi? Kwa hiyo kitakachomfanya aumie au afurahi ni matokeo yako wewe. Ukimwambia na mimi nimepata 7, anakuambia wakumbe mtihani ulikuwa mgumu, maana yake tayari ndani ameshafurahi. Nani ameelewa maana ya uchungu? Unajua, ukisikia neno uchungu usianze kujishika moyo kwamba ni ile hali ya huzuni. Unaweza usiwe na huzuni, ila una uchungu ndani. Unaangalia, kwani huyu amenunua nini? Yeye ni nani? Angalia kwenye maneno ya Bwana. Angalia, anasema kitabu kile cha Yohana sura ya 6 ule mstari ule wa 7. Anasema Yesu alipomwona amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa katika hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Ona. Akasema yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia bilikani. Neno la kwanza, kuwalaumu watu. Lakini angalia statement inayofuata. Anasema ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine huja mbele yangu. Kwa hiyo tatizo lake sio kupona. Tatizo lake huyu, yani bora Yesu ungekuwa tuponi wote. Nani ananielewa hapa ndani aseme amen. Yani tatizo lake sio kupona huyu mtu. Yani anachomwambia Yesu ni bora tungekuwa tuponi wote. Ila mimi nikitaka kuingia, kuna mtu ananitanguliaga alafu anapona. Wewe ungekuaje? Wewe Yesu ungekuwa ungevumilia? Shida yako unasomaga Biblia umekunja sura, wewe ukaliona hili sasa ndio nimekuonyesha hapo. Anamwambia Yesu kwamba unajua, kwani unadhani tatizo mimi ni kukaa hapa? Tatizo mimi kila nikitaka kwenda kuingia kwenye kisima, kuna mtu anakujaga. Na akija ananitangulia. Na Yesu anapona. Uchungu. Nao uchungu, moja kati ya kitu unafanya, nitakuonyesha kwa ushahidi wa maandiko, unakufunga nira kwenye miguu na unakupunguzia mwendo. Hakuna mtu mwenye uchungu anayeendelea, kwa sababu uchungu ni speed governor ya maono na maisha ya mtu. Ngoja nikuonyeshe andiko, kitabu cha Isaya sura ya 38. Ngoja nikuonyeshe andiko hapo, pengine haraka nikiwa naelekea mwishoni kabisa. Kama Roho wa Bwana anakusaidia niambie amen. Kama Roho wa Bwana anakusaidia niambie amen. Isaya, kitabu cha Isaya sura ya 38 mstari wa 15. Hapa ni mahali ambapo Hezekia aliugua ugonjwa kwa muda mrefu, ule ambao ataambiwa hatapona. Angalia, anakuja anaandika 38. Okay, ngoja nisome kitabu cha Isaya sura 38 kuanzia mstari wa 14 labda. Isaya sura ya 38. Kwa hiyo niende haraka hapa. Hebu kama unanielewa niambie amen. Kama unanielewa niambie amen. Utaona ukisoma kuanzia mstari wa 12, Isaya analalamika, huyu Hezekia analalamika, alafu angalia uchungu. Anasema hivi mstari wa 15. Niseme nini? Yeye amenena nami, yeye mwenyewe ametenda hayo. Alafu anasema nitakwenda pole pole miaka yangu yote. Kwa nini? Kwa sababu ya uchungu nilionao. Anishuke. Kwa hiyo wewe huna roho za kucheleweshwa, una uchungu. Sasa tunawaita wale wenye roho za kucheleweshwa. Mnatoka
unakuja unashika hapa, baba nawai, baba nawai, baba. Mwanangu, hakuna kuwai. Anaandika pale, nirudishe lile andiko, anasema nitaenda pole pole miaka yangu. Niseme nini? Yeye mwenyewe amesema nami, na yeye mwenyewe ametenda hayo. Nitakwenda pole pole miaka yangu yote. Ni nini kinachomsababisha kwenda pole pole? Kwa sababu ya uchungu niliona. Mtu akitangulia akifanya, wewe ndani kinakuuma, utakwenda pole pole miaka yako yote. Na ndiyo pole pole hiyo pasa imemsababisha huyu mgonjwa akae kwenye kisima cha uponyaji miaka 38. Miaka 38 kwenye kisima cha uponyaji. Kisa nini? Analalamika, yaani kile kitakuingia, kuna mtu anakujaga mbele yako. Kwa hiyo shida yake Yesu kuponya. Shida yake kwa nini mtu aje atangulie? Lakini nilikufundisha, wakati na bahati vinawapata wote. Huyu aliyetangulia amefuata kanuni ya wakati na bahati. Wewe una uchungu. Shika moyo wako katika jina la Yesu. Sema, kwa jina la Yesu Kristo, ukiwemo uchungu ndani yangu. And trust me, wewe unayedhani una uchungu, inawezekana wewe ndio una uchungu kuliko wote. Shika tu moyo. Sema, katika jina la Yesu, ukiwemo uchungu ndani yangu, Yesu nisaidie. Ninataka kupona siku ya leo. Ninataka kubadilika usiku wa leo katika jina la Yesu. Yesu nisaidie. Jambo la mwisho ambalo shetani analifanya kwenye maisha ya watu, unaweza kuwa mahali sahihi lakini haujakaa mkao sahihi. You are at the right place but you are not seated right. Yani uko mahali sahihi la mkao wako sio sahihi. Nikuonyeshe